Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu. Nikwambie kwanza, vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vimezuia na kuharibu ndege zisizo na rubani 141 za Ukraine katika maeneo ya Urusi usiku kucha, Wizara ya Ulinzi imeripoti. Na jeshi la Ukraine limeshambulia msafara wa misaada ya kibinadamu ya Urusi kutoka Dagestan katika eneo la mpaka na kuwaua watu watatu. Sergei Melkov, kiongozi wa mkoa wa North Caucasus, anasema, nimepokea habari za kusikitisha kutoka mpakani. Msafara wa misaada ya kibinadamu kutoka Dagestan uliweza kushambuliwa na jeshi la Ukraine. Hapo hapo kwenye uwanja wa kivita, makamanda wa Ukraine wamepeleka kikosi cha mizinga chenye silaha za M777 zinazotumiwa na NATO kwa Krasny Liman, inayojulikana kama Liman nchini Ukraine, zaidi ya kushambulia miundombinu ya raia huko. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, kulingana naye, Kyiv imetuma kikosi chake cha mizinga chenye silaha za M777 pamoja na 155 mm karibu na eneo la Mayaki katika Jamhuri ya watu Donetsk. Vile Rais wa Ukraine amesema yuko tayari kuondoa wanajeshi wake katika mji wa Donbas ambao ni kitovu cha viwanda kama sehemu ya mpango wa kumaliza vita vyake na Urusi, lakini kwa sharti kwamba Urusi nayo ijiondoe. Tamko hilo la Zelensky linakuja baada ya pendekezo la Marekani la kuundwa kwa eneo huria la kiuchumi, lakini hata hivyo kiongozi huyo hakuweka wazi juu ya hatima ya mipango ya kiutawala au maendeleo ya eneo hilo. Urusi kwa upande wake haijatoa tamko lolote ikiwa itakubali kujiondoa katika maeneo ambayo tayari imenyakua nchini Ukraine. Marekani ambayo ni mpatanishi wa mzozo huo imekuwa ikipambana kutafuta suluhu baina ya nchi hizo mbili, lakini bila mafanikio mpaka sasa. Vile Urusi imesema itawasilisha hivi karibuni majibu yake kwa rasimu mpya ya mpango wa amani wa Ukraine kwa Marekani kufuatia mazungumzo ya hivi karibuni kati ya wajumbe wa pande hizo mbili mjini Miami. Msemaji wake Dmitry Peskov amenukuliwa na shirika la habari la Interfax kwamba Rais Vladimir Putin amepewa taarifa kuhusu mazungumzo hayo na kwamba Moscow inaendelea kuandaa msimamo wake huku ikiwasiliana na maafisa wa Marekani. Mpango huo unajumuisha mapendekezo ya dhamana za usalama kutoka magharibi kwa Ukraine zinazofanana na kifungu cha ulinzi wa pamoja cha jumuiya ya NATO, huku ikipendekeza ukubwa wa jeshi la Ukraine uwe wanajeshi 800. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwaambia waandishi wa habari kuwa ingawa Kyiv, Marekani na Ulaya wamekubaliana juu ya masuala kadhaa makubwa, suala kuu linalozuia makubaliano ni udhibiti wa maeneo ya mashariki mwa Ukraine. Vile ukombozi wa Gilipol utapanua sehemu ya daraja kwenye kingo za mto Gaichor na kuachilia vikosi muhimu kwa ajili ya kusonga mbele zaidi kaskazini na kaskazini magharibi katika mkoa wa Zaporizhzhia. Afisa wa ulinzi wa Urusi anasema ukombozi wa Gilipol na vikosi vya Battle Group mashariki na operation ya kuangamiza huko kutapanua kwa kiasi kikubwa sehemu za daraja kwenye ukingo magharibi wa mto Gaichor na kuachilia vikosi muhimu kwa ajili ya kusonga mbele zaidi kaskazini na kaskazini magharibi. Afisa huyo alisema kwamba upinzani wa adui unachanganywa na hali mbaya ya hewa. Vile kwenye uwanja wa kivita, Moscow ndio kituo kikubwa zaidi cha kuajiri wanajeshi kwa ajili ya operation maalum ya kijeshi ya Urusi nchini Ukraine. Takriban wanajeshi 20,000 husaini mikataba ya huduma ya kijeshi kwa hiari kila mwaka. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin anasema, akiwasilisha ripoti kuhusu kazi ya serikali ya mji mkuu wa Urusi kwa kiongozi wa jiji. Moscow ni mojawapo ya vituo vikubwa zaidi vya kuajiri wanajeshi kwa ajili ya operation maalum ya kijeshi. Karibu kila mwaka takriban wanajeshi 20,000 hujiunga na jeshi kwa ajili ya huduma katika eneo maalum la operation ya kijeshi. Tunawapa msaada na kupanga usaidizi kamili kwa mchakato huo. Meya aliongeza kuwa Moscow pia ni kituo kikubwa zaidi cha matibabu nchini kwa ajili ya matibabu ya majeruhi wa vita. Vile mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika NATO Matthew Whitaker anaamini kwamba sasa jukumu liko mahakamani mwa Urusi katika mchakato wa utatuzi wa mgogoro wa Ukraine. Kwa sasa jukumu liko mahakamani mwa Urusi, alisema kupitia Fox News. Nadhani tunaofahamu mzuri hivi sasa wa kile Ukraine inataka kufanya. Nadhani tunajaribu kujua. Unajua kiwango cha juu ambacho Urusi iko tayari kufanya. Wawakilishi wa Marekani walifanya mashauriano tofauti na wajumbe wa Urusi na Ukraine huko Florida mwishoni mwa wiki iliyopita. Baada ya mikutano, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alisema, mafanikio ambayo nahisi kwamba tumefanya ni kwamba masuala yote yako wazi. Kwa upande wake, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve
alielezea majadiliano yake na ujumbe wa Urusi ukiongozwa na mjumbe maalum wa Rais Kirill Dmitriev kama yenye tija na yenye kujenga. Katibu wa habari wa Rais wa Urusi Dmitry Peskov alisema Dmitriev atampa Rais Vladimir Putin maelezo kuhusu mazungumzo yake huko Miami mara tu atakaporudi Moscow. Upande wa Ukraine uliwakilishwa huko Florida na katibu wa Baraza la Usalama la Ukraine Rustem Umerov na mkuu wa majenerali Lieutenant Generali Andrei Ganatov. Vilevile Kiev imepoteza wanajeshi 1420 katika mstari wa mapambano na jeshi la Urusi. Takwimu hizi ni takwimu kutoka kwenye battle group zote za jeshi la Urusi huko ambapo wanapambana na jeshi la Ukraine. Vilevile mji wa Odessa wa Ukraine na moja ya wilaya katika mkoa wa Odessa zimeachwa bila umeme kwa kiasi fulani, ofisi ya meya imesema. Kulingana na kampuni ya nishati ya D-Tech, ajali ilitokea asubuhi katika kituo cha nishati cha kampuni nyingine. Mpango wa amani wa Volodymyr Zelensky hauna uhalisia na uliandaliwa katika jaribio la kuchelewesha na kusimamisha mazungumzo, waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov anasema. Sidhani kama mpango huu una uhalisia. Hili ni jaribio lingine la kuchelewesha na kusimamisha mazungumzo. Kwa maneno yake, mpango huo hautatui masuala kadhaa muhimu. Balozi wa Marekani katika NATO Matthew Whitaker anasema mgogoro nchini Ukraine unaweza kutatuliwa ndani ya siku 90. Anasema ikiwa utakamilika katika siku 90 zijazo. Aliambia Fox News. Aliongeza kuwa majira ya baridi yanayokuja yanaweza kuwa magumu sana kwa Ukraine kutokana na mashambulizi ya Urusi kwenye vituo vya nishati vya Ukraine. Lakini wakati huo huo wa Ukraine hawakai na maanisha wanashawishi mashambulizi yao wenyewe. Hili linahitaji kusimamishwa, Whitaker aliongeza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.